Tanak Television, taking the gospel to every nation and all creation. Dear viewers all over the world, where are you watching us from? And where are you receiving the anointing of signs and wonders from? Kindly let us know through the number on the screen. Tanak TV. Unafahamu habari hii ya huyu akida wa kikosi cha Rumi? Yeye alikuwa ni mkuu wa askari ambaye kimsingi alikuwa ni mtu amnaye someka kama mtu wa mataifa. Wakati wa Biblia Mungu alikuwa ameweka mipaka katikati ya makundi mawili. Kundi la kwanza ni lile kundi la wateule wa Mungu, Israeli. Hawa walikuwa ni wateule ambao Mungu alikuwa ameona wasichangamane na watu wa mataifa mengine, hasa pale tu walipokuwa wametoka Misri. Ingawa utamaduni huo haukuwepo kabla ya nyakati za Torati kwa maana ya sheria, lakini bado Mungu alikuwa akijaribu kuulea utamaduni wa aina ile kwa mababa, kuanzia baba Ibrahim. Utaona Ibrahim anapotaka kumwozesha Isaka mke, yeye akiwa ni mzee sana na Isaka alikuwa ni kijana wa miaka 40, anamuapisha yule Myezreeli ambaye ndio kiongozi wa watumwa katika nyumba ya Ibrahim. Anamuapisha kwa kiapo cha uzao wake mwenyewe kwamba asije akamtwalia mke wake katikati ya Wakanani, bali arudi mpaka kwenye nyumba alikotokea Ibrahim, huko aenda akajitwalia mke. Huko ndiko alikotoka Rebeka, mama wa Esau pamoja na Yakobo. Haikuwa sheria, lakini ule tu uongozi wa kiungu ndani yake ulipata kumuonyesha kwamba kuna watu na kuna mazingira ambayo mtu wa Mungu hatapaswa kuchanganyika na watu wa namna ile. Ulipofika sasa wakati wa Musa, tayari Israeli inaingia kuwa taifa na wanakwenda kukaa kwenye nchi ya ahadi. Inakuja sasa kama sheria moja kwa moja kati ya zile sheria 613. Moja wapo ilikuwa ni kuto kujitwalia mke au mume kutoka kwa mataifa na watu wao wengine wowote isipokuwa Myahudi peke yake. Si kwamba Mungu alikuwa anabagua mataifa mengine, kwa sababu mkewe Musa, Sipora, alikuwa si Myahudi, alikuwa ni Midiani ambaye baba yake alikuwa ni kuhani kule Midiani, mwenye asili ya huko Kushi, huko Afrika. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mweusi, lakini haikuhesabika kama dhambi kwa Musa, ila kwa Wayahudi itahesabika ni dhambi kwa mujibu wa sheria ya Musa endapo mtu atatoka aende akajitwalie huko mke. Si kwamba Mungu alikuwa anabagua mataifa mengine, hasha. Isipokuwa Mungu alikuwa anataka kuwalinda Israeli ili wasije wakachotwa na mila, desturi na hatimaye miungu mingine ya mataifa mengine. Kumbuka wakati ule ni wakati wa giza nene. Hawa walikuwa wanaanza kutumiwa na Mungu kumulika mwanga wa Mungu katikati ya giza. Kwa hiyo jamii za watu zinakuja na miungu yao, zinakuja na tamaduni zao na mila zao ambazo zinakinzana moja kwa moja na yaliyo makusudi ya Mungu.
Kwa hiyo kukawa na utamaduni uliojengeka wa kutii sheria hiyo ya Mungu kupitia Musa, kwamba hapata kuwa na Myahudi atakayeoana na mtu mwingine wa taifa lingine. Akifanya hivyo basi atakuwa anafanya dhambi. Wakati wa nabii nyakati zimesogea na maisha yamekwenda sana. Wakati wa nabii Ezra, Israeli wakawa wametoka utumwani, wamekaa utumwani miaka mingi, wamerudi, wamesahau baadhi ya mambo ambayo Mungu alikuwa amewapa waweze kuyashika, ikiwemo jambo hili la kuto kuchangamana ama kuto kuoana na mataifa mengine. Kwa wakati wa Ezra, nabii anakuja kupewa na Mungu agizo la kutenganisha ndoa zote zilizochangamana na watoto chotara wote waliozaliwa kwenye nyumba kati ya Wayahudi na mataifa. Inakuwa jambo gumu mpaka sura ile ya 10 wazee wa Israeli wanakuja kumtia moyo nabii Ezra na kumwambia, inuka, kwa maana shughuli hii inakuhusu wewe. Ni shughuli ya nini? Ni shughuli ya kutenganisha kila mume aliyeoa mke asiye Myahudi, na kila mke aliyeolewa na mume asiye Myahudi, na kila mtoto aliyechotara kati ya Myahudi na taifa lingine. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu sasa ni wakati ambao wale wenza wa Wayahudi ambao wameletwa kuolewa ama kuoa katikati ya Uyahudi wamegeuza mioyo ya wacha Mungu Wayahudi kuwa waabudu masanamu, waabudu miungu. Hapo ndipo maashera yanajengewa mpaka madhabahu juu ya Israeli. Hapo ndipo miungu Baali inajengewa mahali pa juu. Ukisikia mahali pa juu kwenye maandiko, mahali pa juu ni kwenye vilele vya milima. Kwa wale walikuwa wanajenga madhabahu juu ya vilele vya milima, ili mtu akipita aone kabisa kwamba mji huu unaabudiwa na Mungu fulani. Unaona juu kabisa kule pamejengwa mahali pa juu. Kwa hiyo ikawa ni machukizo, na hata kama wakiwaambia kwamba sisi hatuabudu Mungu huyo, wanawashawishi kwamba basi kama ninyi hamwabudu Mungu huyo, msio na wasiwasi, huyo ni Mungu wa mke wangu na watoto wangu. Ni Mungu wa mke wangu na watoto wangu. Wakati wa Suleiman utaona maandiko yanasema kwamba moyo wa Suleiman ukageuzwa na wake zake wengi aliokuwa amewaoa, ambao walikuwa wanaabudu miungu mingine, asimfuate Bwana. Kwa hiyo Mungu alikuwa na utaratibu aliokuwa ameujenga, si kwa sababu ya kubagua, bali kwa sababu ya kulinda mpaka kile kinacholindwa kitakapokuwa kimefikia ukomavu wa kuto kuyumbishwa, ndipo ile nuru sasa isikae pale pale. Ndipo Yesu anakuja kuwaambia sasa, mimi nimewafanya ninyi kuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Samaria ambako walikuwa haruhusiwi kwenda, na katika mataifa. Samaria sasa ni watu gani? Wa Samaria ni kile kikundi cha ule uzao wa watu chotara ambao walizaliwa kati ya Wayahudi na watu wa makabila mengine na mataifa mengine. Wale watoto wale chotara wale wakatengwa na wenyewe, wakawekewa sehemu yao ya kuishi. Wale ndio wanaoitwa Wasamaria tunaowasoma kwenye Biblia. Ukisikia mama Msamaria, ukisikia Msamaria aliyekuwa anasafiri njiani akitoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akamwona mtu aliyejeruhiwa njiani, basi Msamaria ni chotara la mtu aliyezaliwa katika mzazi mmoja ni Myahudi na mzazi mwingine ni mtu wa mataifa mengine. Sasa baadaye Mungu akaona bado hawasikii, si tu kwenye ndoa wanaletea wa miungu mingine, si tu kwenye kuzaa pamoja na mataifa mengine wanasujudu miungu mingine, bali sasa wanaletewa mpaka na marafiki na jamaa zao. Kwa watu wakawa wanaletewa miungu mingine ili waisujudu, si na watu walioana nao, maana hawawani nao tena, bali na watu ambao hata hawajawana nao ila wanafahamiana nao, watu wa mataifa mengine. Kwa likaja neno la Bwana tena kusisitiza kwamba si tu kwenye ndoa, bali neno la Bwana lilikuja sasa kufunga kabisa milango ya mahusiano ya aina yoyote wakati wowote ule. Likasema msichangamane kabisa na watu wa mataifa.
wala msiweze kushiriki pamoja nao kwa namna yoyote ile. Ibada zao, maisha yao, mambo yao, jamii zao na mambo yao, msichangamane nao kabisa. Kwa Mungu akawa amekataa kabisa hawa watu waliokuwa wanaitwa mataifa, hata kama akiwa ni mwema kiasi gani, hata kama akiwa ni mzuri kiasi gani, asiaminiwe, kwa sababu mioyo ya Israeli ilikuwa haijakomaa bado kuweza kuchangamana na watu wengine na wasichotwe akili. Kumbuka, kwenye ushirika wowote, urafiki wowote kati ya watu wawili, ushirika huo mwisho wake utakapoishia ni watu hao kuwa na tabia zinazofanana, mienendo inayofanana na mwisho unaofanana. Kwa popote wanapoona watu wawili, wale watu wawili hata kama wanafurahiana, wanapendana, ila kwenye ulimwengu wa kiroho kuna vita ya ushawishi inafanyika. Unanisikia vizuri Kuna vita ya ushawishi inafanya nini? Inafanyika. Sheria ya kisaikolojia ya uongozi wa asili, the natural laws of leadership, inasema mahali popote palipo na mtu zaidi ya mmoja kuna kiongozi, hata kama hajachaguliwa au hajapigiwa kura. Yaani mkitoka hapa mkisema twende mjini, mkisema twende mjini, kutoka hapa mnanyanyuka. Mko wangapi? Mko wawili. Umri mnalingana, elimu mnalingana, maarifa mnalingana, akili mnalingana, uzoefu mnalingana, ujuzi hapa mjini unalingana. Mnapotoka, mkifika tu mpaka hapo kwenye lami hapo barabarani hapo, tayari kiongozi ataonekana. Kati yenu anayemuongoza mwenzake ataonekana. Mmoja atasema tupande daladala, na mwingine atasema na wewe umezoea kujilegeza sana. Tumeambiwa tarehe 27 kuna matembezi ya kuombea nchi na kujiombea. Tufanye mazoezi, tutembee. Yule atakayefanikiwa wazo lake likashinda, tayari kwenye sheria ya uongozi wa asili ameshashinda. Naelewa ninachozungumza Wataingia kwenye mazungumzo ya pili. Bwana, mimi mambo yanayoendelea kisiasa bwana sipendi. Hapana bwana, unajua mimi mambo yanayoendelea kisiasa naona ni sawa kabisa. Kwa nini? Wanaongea mwisho wanasema lakini ni kweli. Yule atakayesema lakini ni kweli, tayari kondoo amepatikana hapo, na mchungaji wake ni huyo aliyemsababisha akasema tayari ni kweli. Wakiendelea hao watu kufuatana, kupigiana simu, kutembeleana, sharti mmoja atamfuata mwingine kitabia, kimwenendo. Wakati mwingine watu wanaenda kufanana mpaka sura, wakati mwingine watu wanafananaga mpaka harufu, wakati fulani watu wengine wanafanana mpaka kucheka, yani vile wanavyocheka wanafanana. Mungu alipochungulia akaona kila siku wale watoto wake aliowaleta ambao wanatakiwa washawishi ulimwengu, wao ndio wanabakia kuwa waabudu miungu mingine na vitu vingine. Angalia, kabla ya Yesu, lisome Agano la Kale lote. Kabla ya Yesu, lisome Agano la Kale lote. Asilimia zaidi ya 98 ya waabudu Mungu wa kweli ni Wayahudi peke yao. Hawajaweza kuwashawishi wa Misri wamwabudu Mungu wao. Hawajaweza kuwashawishi wa Babeli, ingawa wamekaa Babeli miaka 70 ya utumwa, miaka 70, ila hawajaweza kuwafanya wa Babeli wamwabudu Mungu wao, Yehova. Unaelewa kuzungumza hapa Wameenda Ashuru, wamekaa na Waashuru ambao ni Siria ya sasa. Wamekaa nao miaka zaidi ya 40 katika utumwa wao, lakini hakuna Waashuru waliosema tunamwabudu Mungu wenu. Hata wakati Mungu alipofanya mambo makubwa, mpaka wafalme kama wakina Belteshaza, mpaka wafalme kama kama kina Dario, ambao walitoa amri ya kwamba katika mataifa yote, mpaka wakina Nebukadneza walitoa amri katika mataifa yote kusiabudiwe Mungu mwingine yoyote isipokuwa Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Bado sheria imetolewa, ila hawakuweza kuleta ushawishi kwa dunia kumwabudu Mungu wao. Kwa nini? Hawa watu walikuwa ni watu wa compromise. Yaani wao wakifika mahali wanakuwa waungwana mpaka kwenye imani zao. Unanielewa ninachokizungumza hapa Wanakuwa waungwana mpaka kwenye nini? Wanakuwa waungwana mpaka kwenye imani zao. Mimi namfahamu mpendwa ambaye anampenda Mungu sana, na Mungu amemuinua sana. Anajengaga maofisi yake, ana maofisi mbalimbali ya biashara,
lakini kwenye kila ofisi ya biashara mle ndani mna kakanisa, na chumba cha kuabudia ambacho ni kakanisa kadogo kwa ajili ya Wakristo, na anajenga na kamsikiti kadogo kwa ajili ya Waislamu kufanya nini? Kuabudu. Acha kichaa, chagua imani moja. Huku nje tunasalimiana shikamo, hatusalimiane salamu alaykum wala bwana asifiwe. Hatuchangamani kiimani, ila tunachangamana kijamii. Mgeukie mwenzako mwambie usije ukaniambia salamu alaykum, kwa sababu imani ni ibada, na nyuma ya kila ibada kuna madhabahu, na nyuma ya kila madhabahu kuna kuhani, kuna dhabihu na kuna Mungu. Wasiwasi wangu ni kwenye huyo Mungu, ni kwenye hiyo madhabahu, au huyo kuhani na hiyo sadaka ni kitu gani? Kwa hiyo ile nguvu ya kuishi huku nje, ukaishi na Muislamu na Mbudha na mpagani, ukamfanya akaamini, ndio nuru ambayo Yesu ameileta sasa, ambayo kabla ya Yesu ilikuwa haipo. Nasema nafanya hapa Yaani Mungu wao wanaye anafanya mambo yanatisha. Kama kule Misri, ingekuwa ni agano jipya kule Misri, tungejitegemea Farao angebaki na familia yake tu. Kwa nini? Matendo yaliyofanyika, tulitegemea Wayahudi wote, ingekuwa kila mtu anatoka na Misri jirani yake, anamwambia twende kwenye nchi ya maziwa na asali, acha kuabudu miungu mingine, twende tukamwabudu Yehova, twende tukamwabudu Mungu, twende tukamwabudu Bwana. Ila Mungu alikuwa hawaamini kwamba hawa wakitoka hapa, kule njiani tuwaona Misri hata mmoja waliinua sanamu ya ndama. Je, wakitoka nao hapa akili zitakuwaje? Nasema na mfano hapa, mwanzo zako mpaka saa hizi wangapi wamemwamini Mungu wako? Au wewe ndio umepewa dawa? Yaani hapo ulipo kwenye pochi umepewa dawa na mtu, yaani ukao ukijua wewe ni maiti inayotembea. Kuna mtu amekuambia jaribu nini? Jaribu hii, na uko nao kwenye pochi, na umekuja hapo umechanganyikiwa. Sasa ni sali huku au niingie kwenye huu mzizi niliopewa? Ndio nabii anakuja sasa, anawaambia mtasita sita katika njia mbili mpaka lini? Kama Bwana ndiye Mungu, basi mwabuduni Mungu, na kama Baali ndiye Mungu, basi mfuatani nani? Baali. Sasa ile neema ya kiungu ni inayotufanya sasa tuna Mungu wetu, na tunakutana na watu wasiomjua Mungu wetu, ila hawatuvuti kwenye miungu yao, bali sisi ndio tunawatoa gizani kuwaleta wapi? Nuruni. Nisikilize vizuri. Ukikaa na mtu yoyote, ukiona huna uwezo wa kumshawishi kumfuata Mungu wako, urafiki wenu uwe limited kwenye mambo ya maendeleo tu, na kusio na mambo ya kuulizana habari kila wakati. Mwambie mwenzako, nikishindwa kukushawishi kumfuata Mungu wa kweli, naomba simu zipungue, ibaki mambo ya hela tu, basi mambo ya hapa na pale kidogo. Kwa nini? Mungu aliliona hili kwenye kipindi cha miaka 2000 mfululizo la watu wake. Hebu angalia Nuhu pamoja na familia yake, yaani Nuhu na mke wake, halafu kuna Shem, Ham na Yafet na wake zao. Mke wa Nuhu jina hatulijui, Shem, Ham na Yafet wake zao majina hatuyajui. Jumla wako watu 8 ambao walikuwa wanahusiana moja kwa moja na Nuhu. Lakini maji yanakuja, mvua inakuja, gharika inakuja, adhabu ya Mungu inakuja, hakuna ushawishi wowote ulioweza kutoka ndani ya familia ile kwenda kwenye familia ya pili. Na unaona hiyo familia peke yake inaokolewa kwa sababu ni familia ambayo ilikuwa imekaa pamoja, wakafanana katika mienendo yao, wakafanana katika tabia zao. Ninakuja kuokoa wewe pamoja na mke na watoto wako. Mungu amemwona Nuhu kwamba anataka kuangamiza kila kitu na kila mtu juu ya uso wa nchi, ajenge safina, kwa sababu Nuhu amepata kibali machoni panani pa Mungu. Hasemi kwamba yeye na familia yake, yeye na mke wake, yeye na watoto wake. Yeye Nuhu amepata kibali machoni panani pa Mungu. Sasa wakati wa kuokolewa, kuna watu wanafanana kabisa kitabia na Nuhu. Ndio wale unaowaona ni mke wake, ndio wale unaowaona ni watoto wake.
Sasa ushawishi, najua hapa naongea mambo magumu kwa sababu unaambia okay, unasema nikae mbali. Je, kama mme wangu, mke wangu, baba wangu au mama wangu ni mtu ambaye hajaamini na hamwamini Mungu wangu, nifanye nini? Nakuja huko, sio na wasiwasi. Nakuja huko, sio na nini, usio na wasiwasi. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Paulo mtume anasema, enyi wake watiini waume zenu katika Bwana na katika mwenendo wenu wote ulio mzuri, ili kwa wale waume zenu wasioamini kwa matendo yenu mema wapate kumjua Baba yenu aliye mbinguni. Nasema na mfano hapa, yani mke anaanza kutembea kwenye standard za utii kwa mme wake mpaka anamfanya mme wake aseme nataka kwenda kuona hilo kanisa unalosali. Alafu akija anaishia kanisani. Nafahamu mzee mmoja ambaye ameokoka na yupo kanisani leo kwa sababu alikuja kanisani kusema nataka nije nione hilo kanisa ambalo limefanikiwa kumbadilisha mtu mwenye kiburi kama mke wangu. Nimekuja kuliona hilo kanisa. Na alipokuja akakaa wapi? Kanisani. Na mwingine namfahamu, siku za nyuma aliwahi kuja ibadani kwa sababu mke wake anachelewa. Siku za ibada mke wake anachelewa kurudi nyumbani. Kwa hiyo siku hiyo akatoka baa akasema anaenda kumnywea mke wake. Kwa hiyo akaenda kumnywea pombe mke wake ili aje ampige. Alafu akaja parking, akapaki gari lake akasema anaenda kumpiga mbele ya nani? Mbele ya mchungaji wake. Kwa hiyo akaingia. Alipoingia kuna kitu kikampiga miguu, anasikia kama anataka kudondoka, akakaa kwenye kiti. Alipokaa akasikiliza wanaotaka kuokoka, akanyosha mkono akaokoka, akaganda kanisani. Kwa hiyo kazi yako unapokuwa uko kwenye familia na kwenye jamii na mtu yoyote asiyeamini, kazi yako ni kuhakikisha nuru ulionayo inamzukia na yeye. Sio ili aingie dhehebu lako, ili aingie kwenye nuru ya uhai wa maisha kimawazo na kimwenendo. Maana madhehebu yamejaa. Tusimtoe samaki aliyeoza huku tukamuingiza huku, bali tumtoe aliyeharibika kule ili aje kwa Yesu amuishie Kristo. Nasema na mfano hapa, mwanzo kuna taa ambayo nimeibeba. Kazi yake ni kushawishi. Niko nazungumza na mfano hapa. Mwanzo kwenye uongozi wa asili hakuna kupigiwa kura wala kuteuliwa wala kuchaguliwa. Uongozi wa asili unakuja tu. Nikisema chukua mafuta yako, kuna mtu unashangaa huko anaanza kugaia watu nini? Na kuna mwingine akikatoa hata kama anayo, naomba, anaomba mpendo utanisamehe. Anajiwekea mwenyewe. Nasema na mfano hapo. Nilikuwa Ulaya mwaka 2007. Sasa bana, mimi malezi ya wokovu ambao nimepokea ni malezi ambayo ni magumu. Yani ule wokovu mgumu ule, unafahamu ule wokovu mgumu ule ambao kuvaa jinsi ni dhambi. Yani hivyo ulivyo wewe, kwanza hapa nikupiga mahesabu una dhambi kama 20 hivi. Kuvaa jinsi ni nini? Ni dhambi. Yani mwenye dhambi unavaa jinsi. Kukaa kwenye TV hivi, unaangalia TV, roho ya anasa za dunia. Kwa nimekuwa kwenye misimamo ile mikali sana, mizito sana ile. Sasa nimesafiri, nimeenda kumwombea mtu mmoja. Nimemwombea mtu huko amepona. Sasa bwana, na rafiki yangu huko Ulaya naye anaumwa, wewe ndio kamwombea basi, ukanisafisha nikaenda. Kwa nilipofika kanipeleka, kafurahi, nikamwambia bwana, hamna kanisa na kiu sana ya kuabudu. Na sali ndani ndio, lakini na roho yangu inataka kufa. Siwezi kukaa wiki sijaenda kanisani. Naomba nipeleke kanisani.
Kaambia bwana kuna kanisa moja zuri sana liko huku. Basi tukatoka tukaenda. Sasa tunafika pale naangalia wazungu wanaabudu, mtu amekumbatiana na mke wake. Wanamwabudu Mungu. Natamani nichukue upanga. Maana huku huo upendo wa hivyo huku sijauzoea. Mnaabudu mmekumbatiana na mke wako. Natamani niwarukie ningate mtu sikio nitoke nalo. Kwa nimekuazika tu mimi ibadani pale. Kitu gani hiki? Watu wamevaa visuruali kule mbele, vijana wameweka manywele marefu namna hii. Piga magitaa pale kama tuko kwenye jazz band. Sasa nikashangaa nikaona watu wanajawa Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zinatembea. Upako unatembea sasa. Nikipojikishtuka hivi, mimi peke yangu ndio nimeachwa. Nikaanza kuhofu nikasema hivi Yesu akija hapa. Mimi Farisayo. Si ndio nabaki hapa. Maana wale niliokuwa na hukumu wote naona wanajaa Roho Mtakatifu. Wameguswa na nguvu za Mungu sio kawaida. Na unafanya kuona maigizo yanajulikana na nguvu ya Mungu inafanya nini? Inajulikana. Unaona kabisa mbona ni nguvu ya Mungu halisi kabisa. Ni umeme huu kutoka mbinguni. Ila mimi nikijaribu kusema robo hamna kitu. Maana nimesha hukumu kila mtu pale ndani. Kwa hiyo mimi nimebaki mtakatifu peke yangu ambaye hata Roho wa Mungu amesema na wewe uko vizuri. Kwa hiyo wewe endeleaga bwana. Uko vizuri. Aliyenipeleka mimi nimemhubiria mimi. Nimemshuhudia mimi. Nimemwambia habari za Yesu mimi. Nimemuongoza sala ya toba mimi. Kumbe alikuwa hajaokoka. Lakini nilipomwambia kanisa nikamwambia nitafutie kanisa la kiroho. Wakoje hao nikamwambia wanasemaga rabababa. Akasema hao watapatikana kina uko mbali kidogo, ngambia tuende huko. Akasema wakati mwingine unatetemeka hivyo, wakati mwingine unalia, ngambia hao. Ngambia na miujiza inatokea, sema asema na wenyewe unapoona semaga wamepona wamefunguliwa, ngambia hao ndio wenzangu nipeleke. Namwangalia hivi, namuona anajaa Roho Mtakatifu. Sasa mimi Farisayo ungijiangalia nikisema robo sioni kitu. Nikasema Mungu asiyakawa ameniacha hapa, watu wanaenda mbinguni hapa. Kashangaa nimeachwa kwenye hili kanisa hapa. Naona hata ukiachiwa kanisa Ulaya utalifanya nini? Yesu amekuacha. Haleluya. Basi nilienda naye akafungua macho. Sasa mimi nilikuwa nashangaa. Okay, nikitaka kuomba lakini nasema lakini huyu na hiki kijinsi chake, huyo ni roho gani huyo? Nikitaka kuomba nikigeuka huko. Sasa huyu na mke wake walikuwa hapa, wanakumbatiana hapa mbele yangu. Sasa hivi ndio wananena kwa lugha, ndio Roho amewashukia wakiwa wamenena kwa lugha. Mbona hajawatenganisha? Hawana adabu hao. Nilienda naye akanigusa. Nafikiri ni Mungu alimsemesha. Akaniambia unaachwa. Unafanya nini? Unaachwa. Ingia rohoni usikae mwilini. Unaachwa. Usiwahukumu wengine. Unaachwa. Ananiambia hivyo. Nimemuongoza sala ya toba jana. Ndio nikaanza kujitutumua hapo na mimi jamani Jehova. Niguse. Ndio nikaona kwa mbali umeme umepita. Kwa mbali. Nilipotoka kule nikajifunza. Umeelewa vizuri Nikafanya nini? Nikajifunza. Sasa niambie, nilikuwa kiongozi mpaka Roho Mtakatifu aliposhuka. Yule ambaye nimemuongoza sala ya toba ndio akawa nani? Kiongozi. Asema na mfano hapa. Sema Bwana Yesu nisaidie. Nuru yako iende gizani, wala giza lisiweze. Sasa utamaduni ule wa kujitenga ukawa Mungu ameuweka kwa sababu ya tabia hizo za kwamba Wayahudi wakichangamana hawawezagi kubaki kwenye msimamo, wanachotwa na watu wengine. Kiimani, kimwenendo,
na kimatendo. Ndio maana kama mzazi yoyote ukimuona mtoto wako ukaanza kuona ana rafiki asiyeeleweka, unakimbia kumuonya na kumtenganisha, maana unajua kama hata kuwa na uwezo wa kumbadilisha yule mbaya atambadilisha huyu mwema ili awe nani? Awe mbaya. Nasema na mfano hapa. Wewe mama umeolewa, marafiki zako wote ni watu walioachika. Mkiongea mnaongea nini kuhusu ndoa? Mwangalie mwenzako hapo. Muangalie usoni bwana. Wewe umeoa, rafiki zako wote ndio kuambia, bwana mambo ya kuoa bwana mimi yashanishinda bwana. Mwisho wa siku mmoja atashinda hiyo vita. Unashangaa tu siku unaagwa, baba mimi naondoka. Unaenda wapi? Naweza kuishi bila mwanaume. Vipi? Tumeambiwa tukiweza tunaweza. Mkiweza mnaweza, mke wangu. Mnawezaje? Tunaweza kukaa bila nyie, kwa hiyo sisi ndio tunaondoka. Vipi? Ni ile semina ya miezi 3 imemwingia wapi? Mwanaume anasema sasa nafikiri nilikuwa nataka niwaachie hii nyumba nitafute nyingine. Kwa nini? Kuna mahali nimeona mwanaume huwezi kukaa kwenye nyumba. Baba, ni nini kimetokea? Amewezeshwa huyo. Kwa hiyo anafanya nini? Anaweza. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ukiona kuna watu 6 wapumbavu wasio na akili na wewe ni wa 7, ujue jumla kuna wapumbavu wangapi? 7. Na kukiwa na wenye hekima 6 na wewe ukaenda ukajumuika ukawa wa 7, jumla kuna wenye hekima wangapi? 7. Kwa sababu gani? Sababu wale watu 7 katika upumbavu wao wakiwa wanazungumza, utakuwa una uwezo wa kuwabadilisha kila siku mpaka wafanane na wewe. Bila shaka watakuja kukuzidi nini? Nguvu. Nasema na mtu fulani hapo. Ila mwenye uwezo wa kuwabadilisha na kuwafungua na kuwageuza ni yule mwenye hekima, anayejua niko hapa lakini kazi yangu ni kuiwasha taa gizani, ili popote penye giza paweze kuwa na taa ya Kristo. Ndani ya familia, ndani ya jamii, ndani ya ukoo, ndani ya maisha, taa ya nani? Ya Kristo. Nasema na mfano hapa. Na kama wewe bado ni kijana, hujaoa na ni binti hujaolewa, nakupa ushauri wa bure. Usikathubutu kuolewa ama kuoa mtu ambaye hajaokoka. Utajuta. Utafanya nini? Ukisema utambadilisha mtu ambaye Mungu hajambadilisha kabla hajakutana na wewe, hawezi akabadilika ukishakutana naye mkiwa ndani kirahisi kama unavyofikiria. Hawa kina mama na kina baba wanaoshuhudia wake zao na waume zao wamebadilika, anakuambia alikuwa kwenye ndoa miaka 20. Amekaa kwenye ndoa miaka mingapi? 20, 30, 40. Ndio mwanaume amekuja amefanya nini? Amebadilika. Kwa hiyo utakuwa tayari kulipa gharama ya miaka mingapi? Nasema na mfano hapo. Maana utakaposema naiendea njia ya kwenda Shilo kumwabudu Mungu wangu, atasema usiende Shilo kumwabudu Yehova. Tazama kuna maashera, kuna maashtoreshi, tena kuna vinyago vimesimamishwa, vinaweza vikaleta majibu hata kabla hujaenda Shilo, vikageuza moyo wako na mioyo ya watu wengine. Nasema na mfano hapo. Kama umeshaingia, tunachoomba ni Mungu akusaidie hiyo nuru yake hapo ndani. Na ikichelewa endelea kuisubiri mpaka itakapofanya nini? Mpaka itakapowaka. Kama hujaingia, usije ukalogwa. Utakuja kutulilia sasa hivi na picha. Sasa hivi utaleta picha hapa. Sasa hivi. Vipi? Hajarudi nyumbani. Vipi? Anarudi saa 8 za usiku. Vipi? Ameletea mtoto wa 3 nyumbani wa kulea kwa nje. Sasa hivi utakuja na picha hapa. Baba, tena huongei chochote.
Mnasikiaga shuhuda kanisani hapa, si ndio Sasa hivi utaleta picha. Raha ya mtu aliyeokoka ni hofu ya Mungu. Na mtu akishamhofu Mungu ni mtaji mkubwa kuliko fedha na mali na kitu chochote chini ya uso wa jua. Maana kuna mambo angeweza kuyafanya, ila anasema namheshimu Mungu na ninamuogopa. Hilo. Na akishakuwa na hofu ya Mungu, atajikuta moja kwa moja anaiheshimu mifumo aliyoiweka Mungu. Ataheshimu wazee, ataheshimu wazazi, ataheshimu viongozi wa kanisa. Ukionana na kijana na kuambia mimi hakuna mtu anayeniambia chochote, mimi ni aluata ni mwenyewe, mimi ndio yote katika yote, mama aniambii chochote wala baba hanisemeshi, alafu anasema lakini mama na kuheshimu sana wewe, hata kukaanga mshikaki sasa hivi utakuja na picha hapa. Si kama naeleweka vizuri hapa? Ndio maana kurasa hizi zote za Biblia Mungu alishawaonya Israeli, alishaona mbali kwamba ninyi hamwezi, mnaanzaga lakini mwisho Mungu anawakuta wako kwenye maashera wanaisujudia. Mwisho Mungu anawakuta wanasujudia miungu mingine, wanafuata taratibu zingine, wanafanya mambo ya ajabu, machukizo mbele za Bwana. Mungu akiangalia chanzo ni mahusiano yao na watu wengine. Nasema nafanya hapo. Sasa baada ya Roho Mungu kuja, mitume wamepokea Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu zinatembea. Kuna mtu mwema sana anaitwa Kornelio, ambaye Kornelio huyu kama ulivyosoma alikuwa ni askari, ni kiongozi wa askari. Ukisikia akida ni kiongozi wa askari, chini yake anakuwa na askari 50, angalau 50 kwenda juu. Yeye alikuwa, maandiko anasema, anamcha Mungu, anaomba na anatoa sadaka. Isipokuwa kanisa limemtenga kwa sababu yeye ni askari wa kikosi cha Kiitalia Rumi, na yeye ni Mgiriki. Wagiriki wakati ule, unajua uchawi, taifa mama lililotembea kwenye uchawi wa nguvu kabisa kwenye mataifa haya yaliyokuja ni Ugiriki. Ndio kinara cha ushirikina duniani. Greece, Ugiriki, au unaowasikia wa Yunani, ni uchawi uliopindukia, ni wapagani waliokithiri, lakini pia walikuwa wameelimika zaidi, kwa ushawishi wao ulikuwa mkubwa sana. Kwa hiyo ana hofu ya Mungu, anamcha Mungu, anampenda Mungu sana, anatoa sadaka sana, anaomba sala nyingi sana, ila hana mtu wa kumuongoza kutembea kwenye kweli iliyoshiba, wala kujawa kwenye Roho Mtakatifu kwa viwango vinavyoridhisha na kutosheleza. Anapungukiwa. Kwa hiyo Mungu anataka aende akapate maarifa ya kiungu, amjue Yesu, alijue neno la Mungu, ajae Roho Mtakatifu, apokee faida zake zote kama mwana wa Mungu. Isipokuwa kuna ule ukuta uliokuwa umejengwa, wasishirikiane na watu wa mataifa. Na huyu jamaa ni mtu wa mataifa, ni Myunani huyu. Petro akaanza kuandaliwa na Roho Mtakatifu ili aende akamhudumia yule mtu ambaye kitaratibu, kimila, kidesturi na kitorati haruhusi kushirikiana naye. Mungu akamletea shuka kubwa kutoka juu mbinguni. Ndani ya shuka lile kumejaa aina mbalimbali za wanyama. Kuna nguruwe huko ndani, kuna ngamia huko ndani, kuna farasi huko ndani, wanyama wasioliwa kisheria. Akaambiwa amka, chinja ule. Akamkatalia Mungu, akasema hapana, kwa maana sijapata kula kitu chochote kilicho najisi. Mungu akamwambia Roho Mtakatifu akamwambia alichokiumba Mungu wewe usikiite najisi. Kwa mara ya kwanza Mungu anaanza kuvunja ile baria, lengo aweze kukutana na watu wema kama wakina Kornelio, watu ambao wana mioyo ya kubadilika.
Yesu hakuja kumhubiri injili kila mtu. Maandiko yanazungumza waziwazi kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenipaka mafuta ni wahubiri masikini habari njema. Na watu gani? Na wanyenyekevu habari njema. Yaani mtu ambaye hana sifa ya unyenyekevu hana sifa ya kuhubiriwa injili. Ndio maana hatuna mpango wowote na hatuna nafasi yoyote ya kubishana na mtu kwa masuala ya kiimani, kwa sababu sisi tumetumwa kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kama moyo haujanyenyekea bado, tunauombea ili upate kupondeka. Ukishapondeka ndio tuupe habari njema. Sasa kuna watu ambao wameshapondeka kama wakina Kornelio. Anapenda Mungu, sadaka anatoa na sala anasali, ila bado hajapata vitu anavyotakiwa kuvipata kama Mkristo mwingine aliyoko ndani ya Yerusalemu, aliyoko ndani ya Uyahudi. Na Mungu sasa anatoka ndani ya Yerusalemu anaelekea mataifa, na pa kuanzia ni penye lango la Ugiriki. Kumbuka, ukiwapata Wagiriki wakati ule, dunia inatumia lugha yao. Kiingereza ni kichanga, kimekuja baadaye. Wakati ule lugha ya ulimwengu uliostaarabika ni lugha gani? Ni Kigiriki. Na wakati ule mfalme wao Alexander Mkuu, kabla ya kuinuka kwa dola la Kirumi, alishachukua karibu robo 3 ya dunia anayo mikononi mwake. Ulaya yote, Asia karibu yote, sehemu za Afrika amechukua mpaka Alexandria kule Misri. Kwa hiyo dunia inazungumza lugha yao. Kwa ukiwapata wale, injili imefanya nini? Imekwenda kama moto. Lango ni Kornelio, ila Kornelio huyu anataka kukutana na Mungu na awe lango la wokovu kwa watu wake na kwa ulimwengu. Ametengwa kwa kuitwa najisi. Maandiko anasema ikaja tena ile picha ile nguo ina wanyama wengi, na Petro ana njaa sana mpaka moyo wake umezimia. Anaambiwa ondoka, chinja ule. Akasema hapana Bwana, sijapata kula kitu chochote kilicho najisi. Bwana akamwambia alichokiumba Mungu wewe usikiite najisi. Akamwamsha akamwambia amka, telemka chini, maana kuna watu hapa wametoka Ugiriki, wamekuja kukuona wewe. Uende ukazungumze nao, uambatane pamoja na wewe. Petro anashuka, anakuta kweli kuna Wagiriki wako pale, wa Yunani. Wanaeleza kwamba kuna bosi wetu, mkuu wetu wa kazi anaitwa Kornelio. Ametokewa na malaika wa Mungu, amemwambia sala zake zimesikiwa na sadaka zake zimefika. Hivyo sasa ametuma watu waje kwako, ili wewe, sio yeye aje, yeye aende. Petro, sio Kornelio aje, yeye aende. Maana yake nini? Apeleke injili kwa mataifa waliohesabika kwamba ni najisi. Umeambiwa ushuke pamoja na sisi ili umuambie yote yanayompasa kufanya. Maandiko yanasema Roho Mtakatifu akamwambia nenda pamoja na wewe. Nao akashuka akaenda. Maandiko yanasema Petro hakujua atasema nini. Alipofungua kinywa chake, ghafla Roho Mtakatifu akawashukia. Wote wakanena kwa lugha mpya kama Wayahudi. Petro akasema katika mstari wa 34, akasema sasa natambua hakika ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali kwa kila taifa mtu amchaye na kumwamini humpatia yeye haki. Leo nimekuja kukuondolea unajisi kwa jina la Yesu. Lolote linalokufanya usikutane na mbingu, usikutane na Mungu, usikutane na neema, usikutane na wokovu, usikutane na baraka, usikutane na ushindi, sema kwa jina la Yesu. Sauti yako yote, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Unajisi wa kila aina, hali mbaya ya kila aina, ubaya wa kila aina ulioniwekea unajisi kiroho na kimwili, ili nisitembelewe na Mungu, ili nisisaidike, ili nisiinuliwe, ili nisitembelewe, unitoke kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Sauti yako katika jina la Yesu. Yesu, najua kuna malango yangu yanatakiwa nifungukie, ya mbinguni na ya nchini. Najua kuna heshima yangu inatakiwa inijilie, ya mbinguni na ya duniani. Najua kuna nafasi yangu inatakiwa niipate, ya mbinguni na ya duniani.
ila kuna kutokustahili kwa namna moja au nyingine nilikojisababishia na nilikosababishiwa, katika jina la Yesu niondolee unajisi huo katika jina la Yesu. Katika makofi yako. Zabaya parakatayaba zipeketelebegezeketayaba zipakatalakatalakatalabazia zeketelegezeketelegetayaba zikatalakatalakatelegedeleta ripeketelekeseketelegeseketeyaba rikakatiyatalakatalagazeketelebagadia rikakasakatalakatalabadi. Jiondolee unajisi wowote, jiondolee unajisi wowote. Kama Petro alivyosemeshwa na Mungu. Mungu asemeshe wasaidizi wa hatima yako. Mungu azisemeshe mbingu zako. Mungu aisemeshe nchi. Mungu asemeshe ardhi. Mungu asemeshe watu. Kutokustahili kwa aina yoyote kuondolewe maishani mwako. In Jesus name we pray. Nisikilize vizuri hapa. Yani sheria iliyowekwa miaka 1460 iliyopita, Mungu anakwenda kuiondoa kwa ajili ya mtu anaitwa Kornelio. Musa aliagiza, na Musa anaandika Torati miaka 1440 kabla ya Yesu. Na Petro anakuja kuhubiri wakati huu ni baada ya Yesu ameshaondoka karibu miaka karibu 10. Kwa ni sheria ya miaka mingi zaidi ya 1460 iliyopita. Mungu anamwambia, niliwe muumba mimi, wewe usimuite najisi. Mungu, Biblia inasema, maandiko yameelekeza. Musa alisema, leo hii nimekuja kusema chochote ambacho kimeandikwa karne na miaka, ili wewe usipate kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu, ili wewe usiheshimiwe kwenye mbingu au kwenye nchi. Bwana na akutazame, Bwana na akukumbuke, Bwana na akuone, Bwana na akutembelee, Bwana na akusikie. Sema iondolewe kila sheria, kila utamaduni, kila mila, kila desturi inayonifanya kuwa najisi juu ya uso wa nchi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anamuita najisi. Mungu anasema alichokiumba Mungu, wewe usikiite najisi. Angalia kwa miaka yote hiyo, kuanzia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambacho na chenyewe kimeandikwa miaka 1400 kabla ya Yesu. 1400 kabla ya Yesu. Lakini Yesu anasema kwa habari ya vyakula, wakamuuliza kwa habari ya vyakula vilivyo najisi na kukula bila kunawa mikono, ambako ilikuwa ni adhabu yake ni kupigwa mawe mpaka kufa, umevunja sheria ya Musa. Wanafunzi wa Yesu wakaonekana wanakata masuke mashambani na kula bila kunawa mikono, bila kutawadha. Wakaja Mafarisayo wakasema, unaona hao wanakula masuke bila kunawa mikono, na sheria ya Musa imeelekeza ni sawa sawa na kula vyakula vilivyo najisi, vilivyo vichafu. Ndipo Yesu kwa mara ya kwanza anavitakasa vyakula. Anasema, kwa sababu hakimuingii moyoni ila tumboni tu, kwa sababu hii akavitakasa vyakula vyote. Yani hata nguruwe imepewa uhalali kwa mara ya kwanza baada ya Yesu kuja. Mpigieni Yesu makofi jamani. Haleluya. Sasa kama nguruwe ameondolewa unajisi, kwa nini wewe ubaki kuwa kama najisi? Sema unajisi wowote unaotembea ndani ya familia, ndani ya ukoo, kwenye vyeti vya shule, kwenye maisha, kwenye kazi, kwenye biashara, unajisi wowote ulionipata mimi au watu wa nyumbani mwangu kwa kujitakia ama kwa kuletwa ama kwa kufanywa toka enzi za wazee hata nyakati zangu, unajisi huo uondolewe katika jina la Yesu. Mungu akamwambia Petro, alichokiumba Mungu mwanadamu
usikiite najisi. Sio mimi, ni Biblia. Alichokiumba Mungu, wewe mwanadamu usikiite nini? Najisi. Sema najiondolea unajisi wowote. Najua kuna watu hapa mlivyo unatafuta vitu havipatikani, vinakukimbia, vinakukwepa. Hata ukipata kitu kizuri na watu wazuri wanataka kufanya mambo mema na mambo mazuri, yanashindikana. Nasema na mtu fulani hapa. Nasema na mtu fulani hapa. Sema Bwana Yesu, niondolee unajisi wa aina yoyote kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Mtu mmoja aliniambia, mtumishi wa Mungu niombee maana nimetafuta visa ni miaka na mikaka. Kila nikiomba nivuke tu mpaka haiwezekani, niende ng'ambo. Sasa hivi nimepata mwaliko Ulaya, lakini nataka kwenda vinanizuia. Nikamuombea, basi Mungu akamsaidia. Kwa mara ya kwanza akapata visa nchi fulani ya Ulaya. Alipoipata hiyo visa, akaangalia vizuri tiketi ya ndege. Akaona kwenye tiketi ya ndege, tiketi inamuonyesha kwamba utasafiri Jumatano, imeandika pale Wednesday, alafu imeandika pale 00:45. Yaani saa 6:45 siku ya lini? Siku ya Jumatano, tarehe hiyo. Yeye akasubiri, akalala. Jumatano ikafika, akalala. Ilipofika jioni akaanza kusema anaenda airport maana anasafiri saa 6 usiku na dakika 45. Alipofika anaambiwa, hii ndege mbona iliondoka masaa 24 yaliyopita? Vipi? Aliambia kwani siku inabadilika saa ngapi? Saa 6 kamili usiku. Kwa hiyo ukiambiwa saa 6:45 Jumatano, maana yake ilikuwa ambapo utakuwa uwe hapa Jumanne. Siku ikipinduka, ikishafika dakika 45 ndio ufanye nini? Akanipigia simu analia, ananiambia, baba, ng'ombe ni ng'ombe tu. Ng'ombe ni ng'ombe. Vipi sasa mimi ni ng'ombe tu? Nikamwambia wewe sio ng'ombe, wewe ni mwanangu. Nini kimetokea? Akasema si nimeachwa. Nikamwambia hujaenda. Akasema hata kusoma saa baba. Ni msomi, ana masters. Ila shetani amemkalia kichwani kwamba hutasafiri wewe. Ni msomi, ana masters. Saa mimi nimeona Jumatano Wednesday 00:45 kwa saa 6:45 Jumatano. Kwa Jumanne panga vizuri kwamba kesho unafanya nini. Kumbe ndege inaondoka, yeye yuko usingizini nyumbani. Anafika Jumatano jioni huyo airport. Anafika anawaonyesha pale, anacheki, vipi? Unaenda wapi? Anaenda Heathrow, Uingereza. Hii ndege ni masaa 24 iliyopita. Watu walishasahau kwamba walishafika bwana. Sasa kwa hiyo huwezi kusoma saa. Ana masters. Shetani amemwangalia kwenye saa tu iliyoandikwa kwenye tiketi hiyo tu. Nikamwambia nikamwambia rudi tuombe tena. Rudi tuombe. Nikamwambia kitu kitakuachia. Akaja nyumbani, nikafungua maji, chupa kubwa ya maji makubwa. Nikachukua chupa nzima. Nikamwambia haya hapa sebuleni kwangu, sio na wasiwasi. Nikamwambia mama yako atapiga deki hapa. Haya, piga magoti. Nikamuogesha na chupa ya maji mbele za watoto pale. Oga! Huo mkosi uliokukaa ukutoke kwa jina la Yesu. Akamaliza wenyewe kuamuza, vipi? Anamwambia bwana, nimepata matatizo sikuelewa muda vizuri. Anasema hamna shida, hata tunakutumia tiketi nyingine usichelewe sasa. Alipoenda nikampa chain breaker, nikamwambia hajipulizie njia nzima. Hakikisha umeenda. Anafika anakuta pale, anaambia sijui hali ya hewa, sijui kitu gani, sijui kituko gani. Anaenda, wamekaa Rwanda hapo, ana connect ndege, amekaa karibu siku 2. Anafika, mimi nimeshaanza kwamba kuna mtu alisafiri. Maana kama kawaida yenu mkishabarikiwa mnapotea. Nikamwambia mtu alishafikaga. Anafika baada siku ya siku 2. Vipi? Sasa baba ndio naingia huko.
Namshukuru Mungu. Nini kimetokea? Anasema tumefika sijui Rwanda, sijui kitu gani kimetokea. Hapo airport penyewe tulikaa karibu masaa 4, sijui hali ya hewa. Ndio naingia, siku 2 zimepita. Nikamwambia hicho kitu kimekuachia. Nikamwambia ukija usikae sana, tembea tena. Ukija usikae sana, tembea tena. Paka hiyo roho ife. Kuulizia, anasema familia nzima hakuna mtu aliyefanikiwa kwenda nje ya nchi. Tumefungiwa hapa kama bata. Hakuna mtu aliyefanikiwa. Mimi ndio nimepata wafadhili. Wameshapata ndugu zangu wengi, mambo yameharibika. Mimi nikamwambia sasa milango imefanya nini? Imefunguka. Sema Bwana Yesu, ninakuomba. Ukoo mzima hamna hata diwani. Unafikiri ni kitu cha kawaida hicho? Ukoo mzima hamna hata diwani. Hata diwani. Hata diwani ukoo mzima. Hata diwani. Hata diwani ukoo mzima. Ninyi mmeumbwa moyo watumwa wao wengine. Sema huo unajisi ulioko kwenye familia, dondoke kwa jina la Yesu. Dondoke kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Acha mbunge, acha wazi, hata diwani uko mzima. Ndio gani hii? Sema huu najisi. Au nitumie ile lugha ngumu kidogo. Sema unajisi wowote na uharamu wowote ulioko kwenye jina la ukoo huu. Sasa hapo utataja jina la upande wa baba mama, kama umeolewa utataja na upande wa mume wako, kama umeoa utataja na jina upande wa mwenzako. Nataka tukomboe hapo unajisi ambao unatembea kwenye hayo majina mpaka na wewe umekufikia. Tuukungute udondoke. Sema unajisi unatembea kwenye jina la familia na ukoo mpaka ukanifikia, leo hii na kukungutia mbali kwa jina la Yesu. Andika makofi ukiomba. Punguta, 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 punguta kwenye hilo jina. Taja hilo jina. Taja jina. Kama umeolewa taja na upande wa mumeo. Kama umeoa taja na upande wa mke wako. Kama ni kwako wewe mwenyewe taja na jina lako. Kama bado ni kijana ni binti na hujaolewa, hauko kwenye ndoa, taja upande wa baba na mama. Komboa ukoo huo kwa jina la Yesu. Shakatalabagades. Ziketeleke zokotia palakatia. Ikakatalaka zakatalakatia. Eketelegeze telebakatia. Ikakatalaka zakatalakatia. Ripekeseketele washamakazayatia. Rikakasia palakatia. Eketelegeze talabatia. Ikatalagazia katoleketelegetia. Kuuta ya roho. Huo unajisi. Huko ukataliwa, kuharibikiwa kindoa, kiafya, kimaisha, kielimu, kiimani, kibiashara, kazi. Punguta huo unajisi. Punguta huo unajisi. In Jesus name we pray. Amesimama hapa madhabahuni, alikuwa ana tatizo la figo na alikuwa hawezi kutembea. Sasa ameacha gongo nyumbani na anatembea, mateso yameondoka. Amekuja kumshukuru Mungu wa baba yetu. Dada huyu anamshukuru Mungu kwa mtoto wake kupatikana aliyekuwa amepotea kwa miezi 6. Baba, vimbe zinazidi kudondoka. Dada huyu aliyepanda hapa madhabahuni alikuwa na uvimbe kwenye eneo lake la nyonga, lakini baada ya kuombewa na nabii sasa hivi utafuta ule uvimbe, haupo, umetoweka. Mama huyu amepona sikio lililokuwa linatoa usaha kwa muda mrefu. God bless you. Barikiwa kwa kufuatilia jumbe zetu pamoja na kile ambacho Bwana ametupa kwa ajili ya wengi, na wewe ukiwemo. Tunafurahia sana. Na kuomba tafadhali follow page hii, comment na ushare na watu wengine. Muhimu zaidi pale Instagram ninayo account kwa jina la Dr. Ikera. Nenda pale Instagram, follow hiyo page ya Dr. Ikera. Ina mambo ya pekee na ya tofauti zaidi. Muhimu sana nenda pale YouTube kwa masomo yote ya kina na ibada zote zinakuwa YouTube kwa jina la Dr. Peter Ikera. Mungu akubariki sana. Tanak Television, taking the gospel to every nation and all creation. Dear viewers all over the world, where are you watching us from?
And where are you receiving the anointing of signs and wonders from? Kindly let us know through the number on the screen. Tanak TV.